Kwanza ningependa kuchukua nafasi hii kuweza kushukuru uongozi wa serikali gatuzi ya Kitui kiongozwa na mstahiki gavana na timu yake yote, na pia upande wa serikali ya kitaifa, mwenyekiti wa sherehe hizi za mashujaa PS Omolo, PS Mweke na PS Elijah Mwangi, na wale maafisa wote wa ngazi za juu wa serikali ya ugatuzi na serikali ya kitaifa. Leo tumerudi tena hapa Ithokwe, na tumerudi hapa kwa sababu hii uwanja ambayo inajengwa hapa ndio itafanikisha Mashujaa Day ama sherehe za mashujaa ambayo ni tarehe 20. Tumeweza kutembea na tumefanya ukaguzi wa ile kazi ambayo inaendelea, na sote kwa pamoja tumeridhika kwamba kazi hii inaendelea vizuri, isipokuwa kuna sehemu chache ambayo inahitaji tena kuwekwa speed ama kuwekwa kasi. Kwa hivyo kazi hii sisi tumefurahia, tumetosheka na vile inavyoendelea, na iko 96%. Na leo hii tunataka pia kusema hivi, kuna kazi nyingine ambayo tumepeana maagizo iweze kufanyika ndani ya wiki moja, na kazi hiyo ni ya kuweka sengenge ya mawe ambayo itakuwa mita 885 kuzungusha ili iweze kukamilika. Tumepeana maagizo pia kwa shirika la kura, nao vile vile waweze kukamilisha kuweka lami barabara ile ambayo inafungamana na uwanja huu wa mashujaa ambao tutautumia tarehe 20. Kwa hivyo hayo maagizo tumesema kwamba kandarasi ambao wanahusika waweze kukamilisha hizo sehemu ile ya sengenge ya mawe mita 885, na hiyo barabara ya lami na malango ya kuingilia hapa yakamilishwe. Kwa hivyo siku ya Jumanne tutarudi hapa. Tukirudi hapa ile paa ambayo inawekwa itakuwa imekamilika na kazi zingine ambazo tumezipeana. Kwa hivyo siku ya Jumanne tutarudi tena ili pamoja na kamati ya sherehe tuweze kuwakabidhi rasmi ili waweze sasa kuanza kutumia hii kiwanja. Tulikuwa tumejadiliana tuwapatie leo, lakini tumeona bado kuna mambo mengi ya kiufundi ambayo yanaweza hatarisha wale watakuwa nafanya mazoezi. Kwa hivyo tarehe 14 mwezi wa 10, Mwenyezi Mungu akitujalia, tutarudi tena hapa. Tukirudi hapa tunakabidhi rasmi kamati ya sherehe ili waweze sasa kutumia kiwanja, na mtakubaliana na mimi kwamba kiwanja hiki
kimejengwa kwa namna yake, kwa sababu nilikuwa hapa tu mara ya kwanza mwezi wa 4. Hapa hakukuwa na chochote. In fact time hiyo ilikuwa inaitwa showground. Tukarudi tena mwezi wa 6. Tukarudi tena hapa katikati mwezi wa 8. Wiki mbili. Dr. Julius Malombe, Governor wa Kitui. Tuko hapa katika uwanja wa Itho Quest Stadium Kitui, ambao unaendelea kumaliziwa ili sherehe ya mashujaa ambayo itafanyika tarehe 20 mwezi huu wa 10 ifanyike hapa. Na kama mnavyojua, mgeni wa heshima atakuwa rais wetu William Ruto. Kwa wakati huu waziri ambaye anahusika na mambo ya stadia na sports, Mheshimiwa Salim Mvurya, pamoja na principal secretaries Raymond Omolo, tuna yule yuko kwa ofisi yake Mr. Mwangi, na tuna Mweke ambaye anafanya livestock, na tuna PS mwingine, na pia tuna Sports Kenya. Sports Kenya ndio wanahusika na mambo ya stadia, wangali hapa. We also have the regional commissioner, the county commissioner wa Kitui, na the county security team. Mimi sina mengi ya kusema, ni kuchukua nafasi hii nikaribishe waziri pamoja na timu ambayo ametoka nao Nairobi, na yeye mwenyewe atatueleza mengi. Karibisha hapa Kitui Kama governor wa tumekuja hapa tukiongozwa na waziri wa michezo Mheshimiwa Mvurya, na tumekuja kuangalia hii mpango ya ujenzi ya stadium na vile mambo ya maandalizi ya Mashujaa Day ambayo itakuwa tarehe 20 mwezi wa 10. Nataka nikushukuru gavana kwa uhusiano mwema tumekuwa nayo na wewe na wafanyikazi wenye wanafanya kwa kaunti ya Kitui, na pia nishukuru viongozi ambao wako kwa steering committee na technical committee ya national celebrations ambaye mimi ndio mwenyekiti. Nataka kusema tuko na imani na tuko na uhakikisho mzuri kutoka kwa contractors na watu wote wenye wanashughulika na hii mambo ya maandalizi ya Mashujaa Day. Tuko tayari kuhost hii sherehe ikayo tarehe 20. Stadium ukiangalia is at 96% complete. Chenye imebaki ni small snags which will be completed by Monday next week, na tutarudi hapa on Tuesday pamoja na waziri ili wafanye official handover. So ningependa tu nihimize viongozi na wakaaji wa Kitui pamoja na Wakenya wote that ikifika tarehe 20